Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na tunajua maandiko yanaeleza kwa habari ya Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu wetu ni Mungu wa kanuni, na leo nataka twende tukaiangalie kanuni moja ya Mungu, kanuni moja wapo ya Mungu inayotoka katika kile kitabu cha Luka sura ya 6 na ule mstari wa 38. Biblia inasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Tunaona maandiko yanaeleza siri inafichuliwa hii ya kwamba wapeni vitu watu, alafu nanyi ndivyo mtakavyopokea. Anaeleza siri ya ufalme wa Mungu, anaeleza kama kanuni ya jinsi ya kupokea. Anasema hivi, kwa kiwango utakachotoa. Anaeleza viwango vya kutoa kwa vipimo. Anaeleza vipimo vya kujaa, kushindiliwa, kusukwasukwa na kumwagika. Halafu anasema vile mtakavyowapa watu, mtakavyopimia watu, ndivyo na ninyi mtakavyopimiwa. Sasa kipimo gani unachotaka kiwe ndio kipimo cha wewe kupokea kwenye maisha yako, yategemeana na kipimo ambacho wewe unatoa. Kwa hiyo kipimo unachotoa ndicho kipimo utakachopokea. Kule kwetu sisi vijijini kulikuwa kuna mauziano yasiotumia fedha, bali ni mauziano ya mabadilishano. Kwa unakuta wale watu wa kutoka sehemu za mbali walikuwa wanafunga safari na viungu hivi vya kupikia, wanakuja mpaka kijijini kwetu. Sisi kijijini kwetu hamna wataalamu wa kutengeneza viungu. Kwa hiyo walikuwa wanakuja na viungu, lakini palikuwa na uhitaji sana wa viungu kwa sababu kule sufuria zilikuwa hazipo. Kwa hiyo yule mtu anayekuja kuuza viungu anajua anakuja kuwauzia watu ambao wana mali zao za mazao lakini hawana hela. Kwa walichokuwa nakifanya, unakuja na mahindi ama na ngano ama na maharage, unakuja unajaza kwenye chungu. Mahali utakapojaza ndio hicho chungu unachokichukua. Kwa hiyo kama umechagua chungu kikubwa, inamaanisha maharage utakayojaza inabidi yawe mengi. Kama umechagua kachungu kadogo, inamaanisha maharage utakayoyatia humo ama mahindi, nafaka yoyote ambayo utatia humo itakuwa ndogo hivyo hivyo. Kwa hiyo kwa kadri vile utakavyopima ndivyo utakavyoondoka na kile chungu. Yaani kama hauwezi kutaka chungu kikubwa alafu kapima nusu. Jaza. Unajaza chungu, kikijaa unamwaga pale, nafaka yako unaondoka na chungu chako. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo nimeshuhudia kwa macho yangu nikiwa mtoto hapo kijijini. Biashara hiyo ilikuwa ikiendelea hivyo. Kwa hiyo sasa unachagua wewe. Sasa hii ni kanuni ambayo Mungu anaiachilia kupitia neno lake, ya kwamba ni kanuni ya kupokea. Kwa kiwango kile kile unachokitoa ndicho kiwango kile kile utakachopokea. Nikawa nawafundisha watu, nawaambia hivi, watu wengi wanaishi kwa vipimo. Wanaishi kwa vipimo walivyojipimia wao. Yaani maisha wanayoyaishi ni vipimo ambavyo wamepima wao. Nikawa nawafundisha watu fulani, nikawaambia, ondoeni vipimo kwenye maisha yenu ili mpokee pasipo vipimo. Ondoa vipimo ili upokee pasipo kipimo. Ukiweka kipimo utapokea kwa kipimo. Ukiondoa kipimo utapokea pasipo kipimo. Kwa hiyo Mungu alishanifundishaga mimi zamani sana. Zamani nilikuwa nataka niwe napiga mahesabu ya chakula ninachokula. Sasa unaposikiliza hii hekima ya Mungu katika neno, uwe umechagua kwamba wewe unataka kufuata hekima ipi. Kwa sababu hekima ya Mungu kwa wanadamu ni upumbavu, na hivyo hekima ya wanadamu kwa Mungu huwa unaonaga kama ni upumbavu fulani. Kwa hiyo
ni lazima umechagua kwa hekima gani. Sasa tunapoongelea kwa habari ya hekima ya Mungu, kuna nyakati ambazo nilivutika sana nilivutika sana nijue ninakula shingapi kwa mwezi, ili niweze kucontrol matumizi ya chakula kwa mwezi. Halafu bahati nzuri sana, kwa kuwa Mungu alikuwa anasema na mimi, akanisemesha, akaniambia unachotaka kukifanya ndicho kitakachokuwa kipimo chako, kwamba mimi nitakula 50,000 ndio itakapokuja hiyo 50,000, kwa sababu ndicho kipimo. Akasema ondoa vipimo. Yani ndani ya nyumba, kama wale ambao mnapimaga kila kitu, ukitaka kula mchele unapima nusu na robo, ukitaka wali yani mnyama unapima nusu, yani unataka kuweka vipimo, yani tunaweka vipimo. Ndivyo atakavyokuja kwa vipimo. Ukiondoa vipimo utapokea pasipo kipimo. Ukitaka kuelewa haya anayoongelea, ndio roho ya utele. Ukisikia mtu anasema hivi, mimi nina roho ya utele, tutaenda kuombea hapa leo roho ya utele. Unaposikia mtu anasema mimi nina roho ya utele, maana yake ni kwamba kwenye maisha yake anapokea pasipo kipimo. Anajikuta ana hela nyingi pasipo kipimo, ana vyakula vingi pasipo kipimo, ana amani nyingi pasipo kipimo. Unakuta chochote anachokifanya kuna utele. Ndio wale watu naingia kwenye store zao, unakuta mchele kilo 50 ama kilo 20, unakuta unga kilo 20, unakuta swinini, yani wananunua vitu kwa jumla, kwa vitu vingi. Lakini kuna mwingine anaweza akawa ana kazi nzuri, lakini akawa amewekewa vipimo, amejiwekea yeye, kwa hakuna roho ya utele. Unakuta na kazi yake na mafanikio yake, lakini unakuta yani watu wanakula kwa kipimo. Yani hata kama una njaa, imradi chakula kimeisha, ridhika. Yani unajua ile pale watu hawashibi, ni kwa sababu kiliachiliwa kwa kipimo. Yani unakuta kuna vipimo fulani hivi ambavyo ndio vinaongoza maisha yako. Sasa ukitaka kuelewa hiki ninachokiongea, ukitaka kuelewa katika hali ya kawaida, hebu fuatilia maisha ya Suleiman. Biblia inamtambulisha Suleiman ni kati ya watu ambao walifanikiwa. Biblia inasema mpaka sasa hamna aliyefanikiwa kama Suleiman. Sasa tunaona Malkia wa Sheba alienda kumangalia Suleiman. Akasema hivi, akasema hivi, nitaka nije niangalie hekima. Yani yale mambo niliyoambiwa na watu kwamba yapo kwako, je, ndivyo yalivyo? Alipofika pale akasema hivi, hakika yake hata wale walionisimulia kwa habari ya maisha yako hawakuweza kusimulia ipasavyo. Kwa sababu katika maisha ya Suleiman pale palikuwa hakuna kipimo. Watu walikuwa katika hali ya utele. Anasema hivi, kila asubuhi ama kila siku ng'ombe zisizo na idadi zilichinjwa kwa ajili ya chakula cha siku hiyo. Kwa kila siku ng'ombe zilikuwa zinachinjwa, watu wanakula. Na ndio maana huwa nawaambia kwamba hata Suleiman wale wake 1,000 sio wote walienda kwa ajili ya mapenzi, wengi walienda kutafuta maisha. Sasa wewe uko sehemu ambayo ng'ombe zinachinjwa, mnakula. Yani wewe Suleiman wake 1,000, kweli unaweza ukakaa nao, kalala nao kama wake zako kwa siku ngapi? Hizi siku 360 za siku za mwaka, una wake 1,000. Inamaanisha kwa siku ili uweze kulala na wanawake wote ambao uko nao kwa siku, ulale nao wanawake 3. Sasa hebu niambie, inawezekana? Unajikuta kabisa ni haiwezekani. Wapo ambao yamkini wengine walikuwa hawaonani na Suleiman hata miaka 3 au 4, lakini wanaenjoy kuwepo pale kwa ajili ya ile roho ya utele iliyokuwepo kwa nyumba ya Suleiman. Watu wanakula, yani unafika pale unakuta kila kitu kipo. We kama ni mke unakuta mawigi yapo, sui mawanja yapo, yani kila kitu, manguo yapo, sui viatu vipo, yani visivyo na idadi. Utaacha kukaa. Hata ungekuwa wewe ungeweza kufika pale ukasema, I say na mimi ni mke wako, nihesabie tu. Na hata ndoa hamna, wewe nihesabie tu, huko tutajuanaga. Ni hapo unachomoa wigi, unachomoa viatu, unachomoa wanja, unaendelea na maisha. Unakata chakula pale, unakuta wengine wanapika vyakula pale, wengine wanapika vyakula pale. Utaacha kwenda hiyo eneo, utagundua wake wengine 1,000. Sijui kama wote alikuwa anaenda kuwatafuta, na hisi kama wengine walikuwa wanajipeleka tu wao wenyewe. Kwa hiyo sijui mchakato haujaelezwa ulikuwaje, lakini
unaanza kuona ya kwamba ule roho ya utele iliyokuwepo kwa Suleiman, vitu vilikuwa vinatumika pasipo kipimo. Biblia inaeleza kwamba hata fedha, hizi fedha ambazo sisi tunazipigia mahesabu, hizi tunahesabu kabisa, yani kwa 1 2 change shilingi 500, yani hizo fedha Biblia inasema kwa Suleiman hazikuhesabika kama ni sehemu ya utajiri. Yani hakuhesabika, yani fedha zilikuwa sio kitu. Amesema hivi, fedha zilikuwa si kitu kipindi cha Suleiman. Yani utahesabika utajiri wake kwa kuangalia maisha, yani utele aliokuwa nao, watu wanavyokula, watu wanavyofanya, ndio utajiri wa Suleiman. Kwamba eti uhesabu hela yake, uwezo ukahesabia, kwa haikuhesabika kama ni kitu cha kuhesabia, kwa sababu ilikuwa ni maisha yake yalikuwa ni zaidi ya fedha. Kwa unakuta Suleiman alikuwa na utele. Unaposikia utele ndio ule, yani ukisikia Mungu mwenyewe kuwabariki watu wake, ndio kama Suleiman alivyobarikiwa, kwamba kuna utele. Kwa unapoelezea baraka, baraka sio kazi nzuri unaofanya, ama biashara nzuri ambayo unaifanya. Baraka ni vile ambavyo unapokea kutoka kwa Bwana pasipo kipimo, ndio baraka. Unapokea kila kitu pasipo kipimo. Unapokea afya pasipo kipimo. Unapokea amani pasipo kipimo. Unapokea fedha pasipo kipimo. Unapokea chakula pasipo kipimo. Haya mambo katika ulimwengu wa roho yanaeleweka. Kipimo unachopima ndicho utakachopimiwa. Ukiondoa vipimo utapokea pasipo vipimo. Ukiweka vipimo utapokea kwa kipimo. Na ndio maana hiki ndicho kitu kinachowashikilia watu hadi wanakufa wakiwa maskini. Unakuta anaenda kumtolea Mungu, anampa kwa kipimo. Yani unakuta anahesabu, anasema hapana. Unakuta wale watu wa fungu la 10, yani anaenda kutoa fungu la 10 lililo kamili, kwa sababu liko kamili. Anaanza kuhesabu hivi, fungu la 10 la shilingi 125,500 ni shilingi ngapi? Anaanza ni calculator. Kwani huwezi ukatoa fungu la 10 la 200,000 hata kama ni shilingi 100,000 unayo? Shilingi 10,000 ya 100,000 ni shilingi 10,000 na kidogo. Sasa kama ni shilingi 100,000 na shilingi kadhaa, kwani usitoe tu 20,000 ambayo ni fungu la 20, ukatoa 30, ukabakiwa na 70, umetoa fungu la 30. Yani kuna namna, viwango, vipimo tunavyojipimia ndivyo tunavyopokea. Unakuta mtu anakuja, yani ana kitu, lakini anavyomtolea Mungu anatoa kwa kipimo. Kwa hiyo huyu mtu atarajie pia kubarikiwa kwa kipimo. Kwa jinsi unavyotoa kwa kipimo ndivyo utakavyobarikiwa kwa kipimo. Wanawapaga mfano huu wa mtoto wangu mmoja. Alikuja akaniambia, baba, hivi mimi nimewaza hela nayotoa kweli katika kila siku katika ibada, mbona ni hela nyingi sana hivi, kwa nini nisichague nikawa natoa tu mwishoni mwa wiki, natoa sadaka moja tu ya shukrani mwishoni mwa wiki? Kuna watoto wangu baadhi wengine wakasema, kwa nini tusitoe mwishoni mwa wiki? Yani mimi niwe nasikiliza ibada mwishoni mwa wiki natoa. Nikamwambia hivi, nilimjibu nikamwambia, sikiliza, sasa safari hii unatoa kila ibada? Ambia kila ibada natoa. Nikaambia hivi, mimi siwezi kukupangia wewe cha kutoa. Nikakwambia siku nikisha kupangia wewe cha kutoa, ujue nimetoka kwenye utumishi wangu, nimeingia kwenye sifa nyingine mbaya ambayo unampangia mtu cha kutoa. Nikaambia vile utakavyojishikia ndani yako kumpimia Mungu kipimo unachotaka kutoa. Ukiona hichi kipimo cha kila siku ni kikubwa, basi unaweza kaamua ukatoa kipimo cha kila wiki ama hata cha kila mwezi. Akafurahi kweli. Bahati mbaya hakufunuliwa na maana gani. Sasa basi haina shida baba, mimi mwishoni mwa mwezi ninavyopokea tu mshahara, basi nitatoa na hiyo nitakayotoa ya mwezi mzima hivi. Nikamwambia sawa, vile unavyosikia nafsini mwako ndivyo ufanye. Amani ya moyo wako na iamue nafsini mwako. Kweli akaanza kutoa kwa mwisho wa wiki. Alivyotoa ndani ya wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaja akasema, baba, hali yangu ya uchumi ni mbaya sana, ninashindwa. Akasema alikuwa na biashara fulani ya madawa, hizi supermarket, hizi pharmacy. Akasema ninashindwa sasa hivi hata kule kwenye pharmacy yangu. Nashangaa hata wafanya kazi hata kununua wanashindwa kununua. Wateja hata kuja kununua wanashindwa kuchukua hata mauzo ya siku moja. Nikamwambia sikia, ni kipimo.
Kwa hiyo huyu mtu alikuwa nadhani ya kwamba atastop kutoa halafu aendelee kupokea. Kumbe alikuwa hajui kila siku anavyotoa kwa kipimo kile kile ndivyo anavyopokea kila siku. Hakupima ya kwamba mimi ninavyotoa ndio nafungua milango ya kupokea. Hakujua kanuni ya vipimo katika ulimwengu wa roho. Akalia kweli kweli, akamlilia Mungu, akasema, Baba, ninaomba kurudi, naomba kurejea. Nikamwambia, haya, wewe rejea. Anatamani sasa kwanza tena kutoa, lakini hana, tayari mifumo imeharibika. Alistruggle sana ndani ya kama miezi miwili hivi ndio akarudi kwenye nafasi. Aliporudi kwenye nafasi akasema, Baba, sitaacha kutoa sadaka kila ibada. Na mpaka hivi ninavyoongea ananisikia. Hata hivi ninavyoongea ananisikia, maana ni msikilizaji mzuri wa ibada na ni mtoaji wa sadaka kila ibada. Kwa akajikuta ameelewa kwamba kumbe kipimo ninachokipima ndicho nitakachopimiwa. Kwa hiyo nataka mtu mmoja aelewe, roho ya utele inakuja tu pale ambapo mtu ameondoa vipimo. Ameondoa vipimo. Yaani unatoa pasipo kipimo. Yaani kama unamtolea Mungu kwa kipimo, ujue utapokea kwa kipimo. Kama unaishi kwa vipimo kwenye maisha yako, ujue na wewe utapokea kwa vipimo. Yaani kuna watu maisha yao bado unajiuliza ni nini hii? Yaani unakuta kuna ratiba ya kula. Yaani unajua ile pale, hapana, nyama tutakula siku moja tu ndani ya wiki. Yaani maisha hayo yaondoe haraka. Ni vipimo ndivyo unavyojipangia. Ukisikia kula nyama, kula. Pika nyama ya kutosha. Ikibaki weka kwenye friji. Pika vyakula. Yaani watu wale, watoto wale, wafanya kazi wako wa ndani wale washibe. Ndivyo unavyoondoa vipimo vya kupokea. Ukichukua vipimo sana ndivyo ambavyo unapata shida. Sasa kama hauna friji, hapo wewe ndio utajua upimaji. Lakini hata kama hauna friji, pima vyakula ambavyo mkila mnashiba, mnatosheka. Ndivyo ambavyo kipimo unachopima ndicho unachopimiwa. Tamani sana leo kuondoka kwenye vipimo. Mimi nitakuombea leo roho ya utele. Nikiomba roho ya utele kabla ya kukufundisha kuondoa vipimo ni kazi bure. Yaani hakunaga roho ya utele inayomwendea mtu ambaye anaishi kwa vipimo. Yaani anakula kwa kipimo, anamtolea Mungu kwa kipimo. Yaani anapima kwamba nikimtolea hiki Mungu, nitaingia hasara, nitaishiwa, nitafanya. Yaani hivyo vipimo ndivyo vinavyokushikilia unabaki pale pale. Hivyo vipimo ndivyo vinavyokufanya una kazi nzuri lakini maisha yako sio ya utele. Hivyo vipimo ndivyo vinavyokufanya hata nguo kuvaa ni changamoto. Unavaa nguo kwa kipimo, hauvai nguo kwa kujiachia, unavaa kwa kipimo. Yaani unasema hapana, inatosha hii, siwezi kushona. Mwezi mmoja nishone nguo moja mbili. Yaani unajikuta unaishi kwa vipimo kwa sababu hata kutoa kwako ni kwa kipimo. Nataka twende mbele za Bwana tuondoe vipimo. Utamwambia Bwana Yesu, maombi haya ni ya kuondoa vipimo. Ninaomba roho ya utele. Yaani nikikutamkia roho ya utele halafu wewe ukabaki kwenye vipimo, hayo maombi sio ya kwako. Ni mpaka maombi ya utele yakutane na mtu ambaye anaondoa vipimo. Ukiondoa vipimo ndivyo utakavyobarikiwa na utakuwa na utele. Nataka niombe kwa dakika moja kwa ajili ya muda wetu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, asante kwa neno la uzima uliloliachilia leo kwetu. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaenda kutusaidia kuviondoa vipimo katika ulimwengu wa roho ambapo shetani amevishikilia. Hivyo ufahamu huo wa hekima ya dunia hii ya vipimo, kwamba tunaishi kwa vipimo. Ikafika kipindi, Mungu aliye hai, watoto wako wanakutolea kwa vipimo, hata wakajikuta wameingia kwenye roho chafu ya umaskini, wamejikuta wameingia kwenye madeni kwa sababu walipokea kwa vipimo, walipotoa kwa kipimo. Mungu aliye hai, wape watoto wako utele. Wape watoto wako utele. Waondolee ndani yao mioyo migumu. Weka moyo wa nyama utakaoondoa vipimo kwenye maisha yao, ili wanapofikiria kukutolea wewe Bwana, wakutolee kwa moyo wa kupenda pasipo vipimo. Roho Mtakatifu, asante kwa maana unaenda kuondoa vipimo katika ulimwengu wa roho ndani ya mioyo ya watoto wako. Nao wakabarikiwe, nao wakainuliwe, nao wakapewe nguvu, nao wakainuliwe sana kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa rehema na neema. Asante kwa kibali chako. Sifa na heshima ni zako. Achilia roho ya utele kwa watoto wako hawa, wakatembee kwenye utele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai. Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa na heshima ni vyako Jehova. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako
sadaka hii ni kwa ajili ya kuondoa vipimo katika ulimwengu wa roho, na ni sadaka ya roho ya utele. Kwa hiyo sadaka itaenda kupiga kelele, nawe utaanza kutembea kwa utele, na kwa sababu utatembea kwa utele, utaona jinsi maisha yatakavyokuwa. Kwa hiyo anza kutoa sadaka hii pasipo kipimo. Anza kutoa sadaka hii pasipo kipimo. Basi utaiachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.